Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika jana hapa visiwani Zanzibar, na jana tukafanya mazoezi yetu ya kwanza, na hii leo tunafanya mazoezi yetu ya pili ambayo ni mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu wa ufunguzi wa ligi kuu almaarufu Ngao ya Jamii. Maandalizi yote yanakwenda vizuri kwa upande wetu, vijana wako sawa sawa, wachezaji wetu wote wako vizuri kuelekea katika mchezo huo, na tunautazama mchezo huu sisi Simba kama moja kati ya tukio muhimu sana kwenye klabu yetu ya Simba. Ni mchezo ambao unakwenda kutupa taswira pana ya maandalizi ya timu yetu kuelekea katika msimu unaokuja. Ni mchezo ambao unakwenda kutoa taswira halisi, tumesajili kitu gani, tumefanya pre-season ya aina gani, na tumejiandaa vipi kuelekea katika msimu unaokuja. Kwa ni mchezo wenye tija na maana kubwa kweli. Ni mchezo ambao Simba tumewekeza kila kitu ili tuweze kupata ushindi. Tumewekeza nguvu, akili, maarifa, dua, sala, maombi kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri katika mchezo huo. Bahati mbaya ama nzuri, ni mchezo dhidi ya mpinzani wetu namba moja katika nchi, yani mpinzani ambaye tunashindana naye malengo ya hapa ndani. Kwa hiyo ukipata matokeo mazuri maana yake ni kwamba unakuwa juu yake, na ukipata matokeo mabaya maana yake unakuwa chini yake. Sisi tunataka tuanze ligi msimu huu tukiwa na energy chanya ya kwamba tuna timu nzuri, tuna uwezo mzuri na kwenda kushindana. Ni mechi ambayo inatoa taswira ya vitu vingi kweli. Ni mechi ngumu, lazima tukiri hilo. Tunakwenda kucheza na mpinzani ambaye na yeye ni madhubuti, anafahamu na anajua namna ya kucheza mechi hizi, na yeye anafahamu thamani ya kuchukua Ngao ya Jamii, anafahamu umuhimu wa kuanza vizuri ligi. Kwa hiyo the same power ambayo Simba tuna invest kwenye kutafuta ushindi kwenye mchezo huu, ndio hiyo nguvu ambayo na mpinzani wetu anawekeza kwenye kutafuta ushindi katika mchezo huu. Lakini yote kwa yote, sisi tumejidhatiti, tumejipanga, tumejiandaa na tunataka kushinda. Mara ya mwisho Simba kuchukua ubingwa wa Ngao ya Jamii ilikuwa ni miaka 3 iliyopita, ambao tulichukulia pale Tanga. Msimu uliofuata tukakosa, msimu jana tumeikosa. Kwa hiyo msimu huu tunataka iwe iwavyo tuchukue Ngao ya Jamii kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kabla ya mchezo tumeona mnapigwa pressure kubwa zaidi. Tumeshuhudia aliyekuwa mchezaji wenu akitambulishwa kwa wapinzani wenu Young Africans, yanazungumzwa mengi zaidi. Imekuwa ni wiki tunaweza kusema ambayo ni Simba mpaka sasa hivi. Mna handle vipi hizi pressure, haziwapotezei focus yenu? Haitupotezei focus. Sisi tumewekeza focus yetu kwenye mchezo wetu wa kesho. Chochote ambacho kinatokea kwenye kambi yetu haturuhusu kiathiri mtiririko wa maandalizi kuelekea kwenye mechi hii, hasa kama kitu chenyewe hakina athari kubwa, hakiwezi kuathiri maandalizi yetu kuelekea katika mchezo huu. Sisi kwetu mpaka sasa kambi yetu iko salama, mpaka sasa maandalizi yetu yako vizuri, na mpaka sasa wachezaji wetu akili zao zote wameziwekeza kwenye kuipambania Simba katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo niwahakikishie tu mashabiki wa Simba ya kwamba hakuna athari yoyote kwenye timu yetu, hakuna changamoto yoyote kwenye timu yetu, na wala hakuna mawazo yoyote kwenye timu yetu kuhusiana na kile ambacho kinatokea nje ya uwanja. Benchi la ufundi wameweka focus yao kwenye mchezo husika, wachezaji wamewekeza nguvu kubwa kwenye mchezo husika, the same tu viongozi tumewekeza nguvu kubwa kwenye mchezo husika. Labda kama makelele yanapigwa nje huko, lakini kwenye lile eneo lenye kuamua matokeo ya ushindi liko shwari kwa 100%. Mlizungumza hamjamaliza usajili, tutegemee replacement upande wa nyota Selemani Mwalimu? Tuliweka wazi kwamba usajili unakamilika baada ya dirisha la usajili kufungwa, kwa sababu huwezi kusema umefunga usajili
Yani ukishasajili unakwenda pre-season, alafu ligi inaanza, baadaye unakuja kugundua kuna kitu hakijakaa sawa sawa. Kwa pale una fix kwa haraka, unasonga na kwenda mbele. Na tuliweka wazi hilo ya kwamba tutakamilisha usajili baada ya dirisha la usajili kufungwa. Kwa hiyo kama imetokea nafasi nyingine iko wazi, maana yake ni kwamba unarudi sokoni haraka, unaangalia a better replacement, unachukua, unakuja unaweka hapo kwa ajili ya kuendelea na mapambano. Simba na Yanga kufanyiana umafia si story sana, kwa sababu watu kwenye maisha yao kutokea. Imekuwaje kwa Selemani Mwalimu, mchezaji ambaye mlikuwa naye na tukaambiwa alikuwa na nyinyi, lakini ghafla ametambulishwa upande wa pili? Siwezi kuzungumzia into details nini kimetokea ama kimefanyika. Sisi tunamtakia tukio la kheri huko alikochagua kwenda. Tunachoweza kuzungumza sasa ni baada ya kutoka pale kwenda mbele. Hatuanzi pale kurudi nyuma, kwa sababu hata ukiwa na wasifu mzuri vipi bado maiti haiwezi kunyanyuka, takuzika tu. Kwa hiyo tunaanzia pale kwenda mbele, na kuanzia pale alipoondoka kwenda mbele, tunapoanzia cha kwanza ni maandalizi ama focus kuelekea katika mchezo wetu, lakini pili kuwatoa hofu na mashaka wana Simba ya kwamba hakuna kilichoathirika ndani ya timu yetu, hakuna kilichobadilika ndani ya timu yetu, hakuna kilichotingishika ndani ya timu yetu. Simba itaendelea kuwa imara, itaendelea kuwa madhubuti, na tunaendelea na mapambano yetu kama kawaida. Kimsingi ni kwamba wana Simba wala wasiwe na wasiwasi wa aina yoyote ile, ama wakaingiwa na uoga wa aina yoyote ile. Kilichotokea ni sawasawa na punje ya mchele ikianguka, bado wali utapikwa na watu watakula, watashiba vizuri tu. Hakuna kuahirisha pishi la wali kwa sababu kuna punje moja imedondoka. Kwa hiyo wana Simba niwahakikishie na niwaambie ya kwamba tunaanzia pale alipoondoka mchezaji wetu kwenda mbele, na kwenda mbele ni kwenye maandalizi ya mechi yetu ya kesho, lakini niwahakikishia kwamba tuko salama wa salmin, lakini tuko imara na tuko barabara kweli kweli kuelekea msimu unaokuja. Semaji, tutarajie ina lolote kubwa katika hii siku chache za usajili zilizobakia? Bado tunaendelea kama ambavyo nimesema, bado sisi hatujafunga usajili. Bado kuna maeneo tunaendelea kuyaangalia kwa ajili ya kuboresha. Kwa hiyo tunaamini katika siku hizi ambazo zimesalia chochote kinaweza kutokea. Jina kubwa inategemea na wewe kama umeshawahi kulisikia, lakini tunaamini kila mchezaji ambaye tutamsajili kama ni wa ndani atakuwa ni mchezaji mkubwa ambaye anakuja kufanya vitu vikubwa ndani ya timu yetu ya Simba Sports. Wana Simba wanaamini comeback katika namba 6 ambayo imekuwa ikizungumzwa sana. Je, una mpango nayo mpaka sasa? Labda kuna mchakato unaendelea? Comeback, sisi sio waumini sana wa vitu kama hivi. Sisi ni waumini wa maendeleo, tufanye kitu cha kimaendeleo. Comeback maana yake ni wanasema ni short term plan, kwa sababu umetaka kujibu, lakini tunataka tufanye kitu ambacho kita exist, kwa maana ya kwamba kitaleta tija na mafanikio kwa Simba Sports. Kama tutasajili mchezaji mwingine, maana yake anakuja kuleta tija na maendeleo ndani ya Simba, sio kwa sababu ya kutaka kufanya comeback ama kitu gani, lakini kubwa kabisa ni kufanya maandalizi mazuri ya kwenda kushinda mchezo wa kesho. Hiyo ndio kitu pekee ambayo inaweza ikatupa furaha na faraja ya kudumu mashabiki wa Simba, na sio kutaka utafute fulani aje kuziba pale ama uchukue fulani kwa ajili ya kuosa, sababu watu wanachokihitaji ni furaha. Watu wanachokihitaji ni matokeo mazuri. Kama unayapata, haijalishi timu yako nani kaondoka nani yupo, wanachoangalia pamoja na yote, lakini timu bado ina uwezo wa kufanya vizuri. Mbaya ni pale mtu anaondoka alafu timu haifanyi vizuri. Ni rahisi watu kurejelea ya kwamba kuondoka kwa fulani kumeiathiri timu yetu, lakini kama mtu anaondoka na timu bado inaendelea kufanya vizuri, maana yake watu hawana muda tena wa kukumbuka nani kaondoka. Kwa hiyo sisi hatujajikita kwenye comeback, we are not there. Sisi tumejikita kwenye kufanya mambo ya kimaendeleo kwa ajili ya timu yetu.
tusimalizie siku ya leo. Tusimalizie, tuendelee tu. Bwana, mashabiki wa Simba wamekuwa na machungu. Mbona kama unaona aibu au niangalie usoni? Nikuangalie vizuri usoni. Niangalie. Tazama machoni sasa. Na kutazama sasa. Tutazamane. Mimi nakuangalia nitazame. Ni aibu bado kadogo. Leo hii mashabiki wa Simba wamekuwa na machungu sana. Ukipita mitandaoni unaona namna ambavyo wanazungumza kwa uchungu kwa yale ambayo wametokea, wakiamini pia hata kesho pia itakuwa ni vigumu kushinda. Nimezungumza nao kwa sababu pia mnawahitaji hapo uwanjani. Sijajua ina uhusiano gani matukio haya mawili. Na kila mtu ana nafasi ya kuzungumza anachoweza kuzungumza, na ndio maana nikasema sisi tuko imara na tuko thabiti kweli kweli. Kwenye msitu mkubwa uliojaa miti mirefu na mikubwa, jani limedondoka haliwezi kuathiri huo msitu kwa namna yoyote ile. Mchezo wa kesho ni field tofauti kabisa, haihusiani na masuala ya usajili, na sisi tunaandaa timu yetu kwa ajili ya kwenda kushindana katika mchezo wa kesho, na tunaamini mchezo wa kesho utakuwa ni sehemu kubwa ya kuwapa furaha mashabiki wa Simba. Sio kwa sababu ya kutaka kufanya kitu gani, hapana, ni kwa sababu kwanza tunahitaji kushinda ili kuprove kwamba timu yetu ni nzuri, lakini pili kuthibitisha usajili tuliofanya umekuja kuongeza chachu, lakini kama haitoshi kuchukua ngao jamii ambayo kwa miaka miwili tumeshindwa kuichukua. Semaji bwana, pamoja na yote yanaendelea mitandao, jina moja ambalo ni maarufu zaidi ndani ya kikosi cha Simba ambalo linatajwa kama comeback, na umesema sio muumini wa comeback, ni Faisal Salum Abdallah Fei Toto. Duru zinaarifu kwamba Fei ni mnyama. Duru za usajili. Kiswahili cha duru huwa ni nini? Duru ndo Kiswahili ambayo maana yake ni kama vile taarifa inaeleza au niwapigie macho kwenye screen. Macho kwenye screen. Niwapigie macho kwenye screen. Macho kwenye screen. Niwapigie macho kwenye screen au macho kwenye simu. Faisal Salum Fei Toto, Faisal Salum Abdallah, sipendi sana kumzungumzia kwa sababu ni mchezaji wa klabu nyingine ya Azam FC. Tena klabu ambayo mimi binafsi na Simba kwa ujumla, klabu ambayo tunaiheshimu pakubwa. Watu wengine naweza tukaenda nao hivyo kindavandava, lakini Azam ni klabu ambayo tunaiheshimu sana, tunaheshimiana. Kwa hiyo sio klabu ambayo naweza nikaizungumzia kwa namna nyingine yote, na kwa mantiki hiyo basi naheshimu na kuthamini na kutambua kwamba Faisal ni mchezaji mwenye mkataba na klabu yake hiyo. Kwa hiyo kuizungumzia kwa namna yoyote ile itakuwa mimi kuwakosea heshima Azam FC, na kurudia tena kusema kwamba ni mchezaji mzuri. Kila mmoja anatamani kuwa na mchezaji aina ya Faisal, na ndio mchezaji mwenye thamani kubwa hivi sasa nchini Tanzania. Ni mchezaji ambaye unatamani awe kwenye timu yako. Binafsi natamani awe kwenye timu yangu ya Simba Club, na wana Simba wanatamani. Kila mmoja anafahamu potential aliyokuwa nayo Faisal Salum Abdallah Fei Toto, lakini utafanyaje sasa? Ni mchezaji wa watu, ni mchezaji wa Azam FC, na hatuna budi kukubali kula kwa macho. Hatuna budi kukubali ya kwamba yule ni mali ya Azam FC. Kama litatokea la kutokea sijui, lakini ninapozungumza nanyi hivi sasa statement yetu Simba Sports Club ni kwamba Fei ni mchezaji wa Azam FC. Tunaishia hapo. Lakini mchezaji wa timu nyingine haizuii timu nyingine kuzungumza na timu nyingine juu ya biashara ya mchezaji fulani. Sijaambiwa na viongozi wangu kama kuna any attempt ambayo imefanyika, na mimi nikiri jioni ya leo nimeona taarifa nyingi kweli kweli
anakuja Dan zimekuwa nyingi. Amemaliza, amefanyaje na nafarijika na nimesoma Farhani kaandika, nikasema Mungu jalia iwe kweli. Unaona bana, kumbe mwenyewe pia unaomba, yani mwenyewe nasikia raha kweli. Kia nikisoma taarifa bana Faisal ni Simba sijui deal done sijui sealed ni nini, hiyo taarifa lazima uisome kwa makini. Yani najisikia yani sijui nikwambie mpaka leo kesho mbali leo ni sasa hivi yani najisikia yani sijui niwaambieje yani raha ninayoiona ama ninayoipata nikiona tetesi za yani najisikia ile yani hapo ukiniambia bana nenda kamchukue Fei, mimi na washagali hapa navuka hii bahari ya Hindi na nawaambia navuka hii bahari ya Hindi hapa na gari na kwenda Rwanda kumchukua Fei. Kesho asubuhi niko naye hapa. Fabrizio anasema yuko Zanzibar hapa. Fabrizio anasema tayari yuko mjini hapa. Wengine wanachochola, wengine wanazidisha. Lakini hakika uko nayo yuko Kigali. Kwa hiyo sijui, mimi sijaambiwa kama kuna any attempt ambayo imefanyika ya kumhitaji bwana mdogo, na mimi naziona tu hizo taarifa, lakini muda ndio wakati, muda ndio nini, ndio maamuzi mzuri. Tusubiri, kama kuna lolote tutawajulisha, kama hakuna lolote bado kijana ataendelea kutumikia mkataba wake, ataendelea kuitumikia klabu yake ya Azam FC. Hiyo siku ukimtambulisha, kwanza Simba Day itarudiwa. Unasemaje? Screen Simba Day lazima irudiwe. Fei akitua. Hiyo kiingilio chake inabidi kiwe kikubwa sana. Msijua mtu wa makeke. Mimi mtu wa makeke mtakutisha. Siingii kama anakwenda kwenye baby naingia ile kiume yenyewe. Dunia itagawanyika vipande vinne siku ukimtambulisha kitokea. Kwa hiyo tusubiri, lakini yote kwa yote ni kwamba ni tetesi zinazofurahisha. Una enjoy. Tuache uenjoy. Mmemaliza? Tufahamu labda wachezaji ambao kesho watakuwa katika mchezo wa kesho mpaka sasa. Wachezaji wote wako salama. Tuna mashaka na Shomari Kapombe ambaye ana changamoto ya mkono, lakini naamini hadi kufikia kesho asubuhi pengine anaweza akawa yuko sawa, lakini jeshi letu lote la mnyama liko tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho. Asante sana. Basi macho kwenye screen.